Shukrani sana, shukuru Mwenyezi Mungu kwa hii kidogo ambacho ametujalia siku ya leo. Tulikuja kwa hicho tulikipata leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni kidogo ambacho tumekipata siku ya leo, alhamdulillah. Kikubwa tutakipata zaidi. Sasa nilikuwa namwambia msemaji wa Mashujaa kwamba asijisikie mpweke, kwamba ndo timu ya kwanza imekula chuma 6. Kuna mtu tunampanga kumpiga 10 msimu huu. Kwa hiyo awe na subira. Hii imeanza tu, mtu anataka kula 10, siku yake inakuja. Kwa hiyo hichi ni kidogo cha leo, tunasema alhamdulillah. Tumepata pointi 3, magoli 6 na performance nzuri ya timu. Kuanzia goalkeeper, ukuta, viungo na washambuliaji. Kwa hiyo ni jambo zuri, na kila mwana Yanga leo ameondoka hapa, lawama kubwa zilikuwa kwa waamuzi. Muda ulioongezwa ulikuwa mdogo, dakika 3 na mechi ilikuwa imesimama sana. At least pale dakika nyongeza kama 10 hivi tungeweza kuenjoy zaidi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo. Wale wapinzani wenu leo wanalalamika kwamba mmeingiza nondo, maana iko haina haja kwa sababu mna mechi nyingi ambazo mnazipata kwa mbele hususan za kimataifa. Amna, wote hao ni wachezaji wa Yanga. Hata angepangwa Mwanengo bado tu angeweza kuwasumbua. Sisi quality yetu sasa hivi ilipokuwa ipo vizuri, alhamdulillah. Kwa hiyo alafu tuna mechi na Al Ahly. Kwa hiyo kuna vitu tulikuwa na vitest kidogo leo, tuone vinakaa sawa. Ndio bahati mbaya, unajua sisi tulikuwa tuna mechi mbili baada ya ligi kurudi, tulikuwa na mechi mbili kwa JKT na Mashujaa. JKT Mungu akawapa ufunuo, wakala nyoya, kwa mechi kabaki moja tu kuelekea mechi ya Al Ahly. Ndio Mashujaa nao sasa, kwa sababu unajua tuje mbele, ndio wamekuja mbele, wamechukua 6 zao. Lakini narudia tena, wasijisikie unyonge Mashujaa, kwa sababu mipango ya Yanga msimu huu kuna mtu akatumpige 10, na hii sio utani, ni dhamira ambayo tuko nayo wote, kuanzia viongozi, makocha, wachezaji mpaka mashabiki. Tunataka tumpige mtu 10 msimu huu, na hilo jambo haliko mbali inshallah. Tunamaliza mwezi huu, unakuja mwezi wa wapenda nao, alafu jambo hilo tunakwenda kupokea. Tunaona speed pale inaonyesha ongela bingwa. Nini siri ya hilo baba? So walikuwa na test mechi ya mwisho. Walikuwa na test mechi ya mwisho hapa kwenye sherehe za ubingwa, screen inaonekana vipi. Kwa hiyo ni jambo la test hilo. Na imewakutania. Mimi tena nimzungumzie Depo? Hapana. Mimi nilichokifanya ni kulipa tu hela. Alafu kaza kumzungumzia Depo ni ya kwenu sasa. Kesho juma ngapi kesho? Jumanne. Kuna vipindi vya kutosha asubuhi, mchana, ni kazi yenu. Sisi Yanga tumetumia tu hela kumtoa Depo Ulaya kumleta Tanzania. Kazi yenu nyinyi sasa kuelezea mlichokishuhudia. Na kama hamjaelewa, namba madereke si mnayo? Huyu beki wa Mashujaa mpigieni, atawaelezea pia ameona kitu gani. Kuja kama Lewandowski hivi, anakuja kama Suarez, pia kama Torres. Unajua huyu sio wa hapa Ngojeni tuendeni si Cairo kule. Tufike Misri. Tutazungumza vizuri kule. Haya leo haya tuyaacheni haya. Alafu nimegundua nikimzungumzia sana mchezaji ndo viungu nao vinaongezea kuvunjwa. Niwashtukia sasa hivi. Kizungumzia mtu nimekuja hapa nimezungumzia Duduasha akavunja sana viungu kule. Kwa hiyo tumekausha. Zungumzieni nyie sasa hivi. Okelo simemwona pia Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu bwana, vitu vimeanza. Na leo ni kidogo, unajua kwa mfano leo Depo katika dakika ngapi hizi? 25 hivi. Ingia dakika ya 60 nafikiri aliingia. Pata goli kapata assist. Bado yani kama asilimia tu 20. Bado unajua amekuja ametrain siku 2 tu na wenzake. Bado kuna vitu vingi vya pamoja ambavyo yeye, Dube, Okelo, Pakome tunataka tuviandae vikae sawa. Hili jambo la kumpiga mtu 10 nafikiri nyie mkiwa mna akili timamu na ni watulivu na ni watu wenye hofu na Mungu, mtakuwa mnajua tu nini kinafuata huko mbele. Kwani hali ni kwa sababu yeye mwenendo anaenda nao ndio maana unaamini ama kwa sababu ya quality 10 zipo. Yaani sio jambo la kuwatania. Kateni hii clip tunaongea leo, nimesimama hapa uwanja wa KMC tarehe 19 leo. Mtakuja kuipost hii clip muda mchache ujao huko mbele.